Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni yangu matumaini mzima wa siha njema, mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, nikukaribishe katika kapu la habari niweze kuwasilishia yale ambayo yameshughulisha chumba cha habari kwa siku ya leo kwa upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Rajab Shaaban Batuga nitakayesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje mipaka ya Tanzania tutakuwa naye Nuhu Stima hapo baadaye. Awali ya yote mtazamaji, tuangazie mukhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan azindua rasmi mpango mkakati wa KKK. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba awataka wafanyabiashara kutowaumiza wananchi katika kipindi cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Katika habari za kimataifa, ajali ya ndege nchini Colombia yasababisha vifo vya watu 15. Naam mtazamaji, awali ya yote nikukumbushe mbali na kuyafuatilia matangazo haya kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini pia unaweza kuyapata ama unaweza kuipata taarifa yetu ya habari kupitia akaunti yetu ya YouTube kwa jina la Mahasin TV Official Channel. Mbali na hivyo unaweza kuifuatilia kupitia Azam Max app. Mtazamaji wa Mahasin TV, tuanze habari za kitaifa kutoka jijini Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua rasmi mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu KKK kwa watoto wa elimu ya awali, wanafunzi wa darasa la kwanza, wanafunzi wa darasa la pili na darasa la tatu. Akizungumza katika uzinduzi huo uliofanyika kwenye makao makuu ya ofisi za Baraza la Mitihani la Tanzania NECTA jijini Dar es Salaam, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema mpango huo ni sehemu ya utekelezaji wa sera ya taifa ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 inayolenga kuhakikisha kila mwananchi anakuwa na maarifa, stadi, maadili na uwezo wa kuchangia maendeleo ya taifa. Tunaweza kujenga miundombinu imara, kukuza maarifa na teknolojia, lakini ikiwa hatukuimarisha msingi wa awali wa kufundisha watoto wetu, tutakuwa tunajenga juu ya msingi dhaifu, na matokeo tumeyaona miaka ya nyuma huko. Tunajenga juu ya msingi dhaifu ambao hauko sawa sawa, na kwa maana hiyo watoto wetu wakitoka kuhitimu masomo yao la 7 form 4 kidogo mambo yanakuwa sio mazuri sana. Lakini niseme pia kwamba hii ndio sababu tumefanya maboresho ya mitaala ya elimu ya lazima kuwa miaka 10, kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapikwa vizuri na wanapikwa kisawa sawa. Aidha, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema serikali imejizatiti kuhakikisha hakuna mtoto atakayefika darasa la 3 bila kuwa na uwezo wa kusoma, kuandika na kuhesabu. Zuri zaidi, hata watoto wetu wenye changamoto mbalimbali, nimeona maandishi nundu mpaka kwa picha, kwamba mtoto asiyeona atakuwa anagusa, lakini picha ya ng'ombe iko pale, atakuwa anamgusa, atajua ng'ombe ana kichwa, tumbo, mkia, na ng'ombe ni mkubwa kidogo. Akifika kwenye mbuzi, goat, ataona kama ng'ombe lakini huyu mdogo kidogo. Wanagusa na wanapata ile feeling ya kumjua huyu ng'ombe, huyu mbuzi, huyu mambo mengine. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana Wizara ya Elimu, kwa kweli mmejidhatiti na mkakati huu. Awali akimkaribisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda ametaja mambo makuu 5 yanayokwenda kuzingatiwa ili kuleta tija katika mpango huo. La kwanza ni kuhakikisha kwamba
tunaimarisha namna ya ufundishaji kama ulivyoona pale Mheshimiwa Rais, kwa kufanya mafunzo endelevu kwa walimu na kusimamia namna bora zaidi ya kufundisha elimu ya awali, darasa la kwanza na darasa la pili. Pili ni maendeleo endelevu ya walimu, ya kuandaa, kuwashirikisha na hasa katika kuandaa vifaa vya kufundishia. Tatu ni kuwa na nyenzo za kufundishia na kujifunzia. Nne ni kufanya upimaji, na hii ni sehemu ya sayansi yake. Ili kuhakikisha kwamba tunaenda vizuri, tutakuwa tunafanya tathmini na upimaji. Na mwisho ni ushirikishwaji wa wazazi, walezi na jamii kwa ujumla wake. Mtoto wa KK asipopata maarifa yaliyokusudiwa, anaathirika katika nyanja zote za ukuaji na ujifunzaji: kiakili, kimwili, kijamii na kihisia. Umuhimu wa mafunzo ya KK ni kama umuhimu wa maziwa ya mama kwa kichanga. Kama ambavyo mtoto aliyekosa maziwa ya mama amekosa msingi wa afya, ndivyo hivyo mtoto aliyekosa umahiri wa KK amekosa msingi wa elimu. Na mtazamaji wa Mahasin TV, tukiachana na taarifa hiyo kutoka jijini Dar es Salaam, tunaelekea makao makuu ya nchi mjini Dodoma. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewataka wafanyabiashara nchini kutowaumiza wananchi, hususan kuelekea katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kupandisha bei ya vyakula na kwa kuzingatia nchi kwa sasa haina upungufu wa chakula. Tupate taarifa kamili. Dr. Mwigulu amesema licha ya mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA nchini kutangaza kuwepo kwa upungufu wa mvua katika maeneo mengi nchini, lakini nchi ina utoshelevu wa chakula, hivyo hakuna sababu ya kupandisha bei za vyakula. Akijibu swali la Nancy Nyalusi, mbunge wa viti maalum katika kipindi cha maswali ya papo kwa papo kwa Waziri Mkuu, Dr. Mwigulu amesema kwa sasa nchi ina chakula cha kutosha. Kwa sasa tuna chakula cha kutosha. Mahitaji ya chakula cha akiba kwa nchi ni takriban tani 1,500,000, na sasa nchi ina zaidi ya tani 400,000 za akiba. Kwa maana hiyo tuna 1,500,000 ambayo ni standard na tuna zaidi ya 200,000 ambazo ni za ziada. Hatuna kisingizio cha kupandisha bei kwa sababu kwa sasa tuna akiba ya chakula ya kutosha. Kwa nitoe rai kwa wafanyabiashara wasitumie vipindi hivyo vya Kwaresima na mwezi mtukufu wa Ramadhan kutaka kujipatia faida iliyopitiliza viwango ambayo inaweza ikaumiza Watanzania kwa kisingizio cha tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa. Katika hatua nyingine, waziri mkuu ameielekeza Wizara ya Afya kuzingatia viwango rasmi vya gharama za huduma na kuharakisha mpango wa kutunga sheria itakayoweka viwango vinavyofanana nchini kote ili kuondoa hali ya baadhi ya maeneo kuwa na viwango tofauti. Ametoa maelekezo hayo wakati akijibu swali la mbunge wa Ushetu Emmanuel Cherehani ambaye alitaka kupata kauli ya serikali kuhusu viwango vinavyotozwa wananchi kama gharama ya kumwona daktari ambaye ni mwajiriwa na analipwa mshahara na serikali. Asante sana Hilal Seif Riami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka makao makuu ya nchi mjini Dodoma. Tunaelekea kanda ya kusini kutoka mkoani Mtwara. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala amemtaka mkandarasi aliyeshinda zabuni ya utekelezaji wa mradi wa kusambaza umeme katika vitongoji 175 mkoani humo kutekeleza mradi huo kwa kuwashirikisha viongozi katika ngazi mbalimbali ili kuepuka changamoto zinazoweza kujitokeza wakati wa utekelezaji wa mradi huo. Taarifa kutoka mkoani Mtwara inasimuliwa hapa studio na Zuberi Ngaya. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala amesema hayo mara baada ya wakala nishati vijijini REA kumtambulisha mkandarasi kampuni ya Deinem kwa mkuu wa mkoa katika utekelezaji wa mradi huo. Kanali Sawala ameitaka REA kumtambulisha mkandarasi huyo kwa wananchi kuanzia ngazi ya kijiji ili waweze kumpatia ushirikiano wa kutosha. Unapofika kijijini, hebu nenda kajitambulishe kwa uongozi wa kijiji wakujue. Na mtakavyoenda mawilayani, number 1 mkajitambulishe kwa wakuu wa wilaya REA. Nendeni mkawatambulishe kandarasi. Yeah. Hii chain yote mfanye nayo kazi vizuri. Hata likitokea changamoto wala ukimbili kwa mkuu wa mkoa. Unakuta mmeshalisolve wenyewe. Ulinzi na usalama wa miundombinu yenu inakuwa tayari iko mikononi mwao kwa sababu mmewashirikisha. Kwa hiyo ombi langu kwenu, mwashirikishe viongozi wa ngazi
zote. Awali akimtambulisha mkandarasi kwa mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Sawala, meneja usimamizi wa miradi ya kusambaza umeme wa REA mhandisi Deogratias Nagu amesema mradi huo unatekelezwa kwa muda wa miaka 3. Mradi huu katika mkoa wa Mtwara utahusisha kupeleka vitongoji takriban 175 kwa gharama ya shilingi bilioni 15.4. Utanufaisha wateja takriban 5646. Ahadi kwamba kwa mradi huu sisi hatutaomba muda wa ongezeko la muda, kwamba tutatekeleza mradi huu ndani kipindi husika cha chini ya miaka 3 kama hali zitakwenda inavyotakiwa, kwamba kuna zile tunaita force majeure kwenye mikataba na hatujawahi kupata hizo kwenye miradi yetu hiyo ambayo tumetekeleza. Utekelezaji wa mradi huo unapokelewa kwa mikono miwili na wananchi wa vitongoji vya Msokele na Fungani katika kijiji cha Mnazi kata ya Nalingu mkoani Mtwara. Kwa sababu sisi ni wavuvi, tulikuwa tunataka tuweke makontena kwa ajili ya kutunza samaki, lakini tunashindwa kwa sababu umeme haujafika. Kwa hiyo kufika kwa umeme sasa hivi tunajua kabisa kwamba sisi tutakuwa tumeboreka zaidi na biashara tutazifanya tu vizuri. Kwa hiyo niombe serikali kwenye jambo hili hapa wasirudi nyuma tena, wawe na nguvu zote ili watuletee umeme sisi watu wa Mnazi. Ni kweli umeme unakuja mengi, atatusaidia. Hatunywi maji baridi, vitu vyetu ndani vinaoza. Kwa hivyo sisi kweli tunahitaji umeme. Tutajitahidi kadri ya uwezo wetu kulinda hiyo fursa ambao wametugea, na tutashirikiana nao kwa kila jambo, na kama patatokea uhalifu wowote basi na sisi tutawajibika kwenye kuwajibisha hawa ambao wanafanya uhalifu. Asante sana Zuberi Mgaya kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Mtwara. Na sasa tunaelekea mkoani Tanga. Mkuu wa wilaya ya Lushoto mkoani Tanga Zefania Sumaya amewataka madiwani katika halmashauri ya wilaya hiyo kutokuwa chanzo cha migogoro katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, badala yake kuwa chachu ya ukusanyaji wa mapato kwa kuongeza ubunifu katika ukusanyaji wa mapato ya halmashauri ya wilaya hiyo. Taarifa kutoka mkoani Tanga inasimuliwa na Nuhu Stima kutoka hapa studio. Rai hiyo ameitoa katika ukumbi wa mikutano wa wilaya hiyo wakati wa mafunzo ya siku 3 ya madiwani wa halmashauri hizo mbili, Lushoto na Bumbuli, akiwasisitiza kuwa na nidhamu ya usimamizi wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika kata zao. Twendeni tukafanye kazi za uliwaya, tusiende kufanya kazi za kitaalamu, tusiende kuwa vyanzo vya migogoro, tukae watatuzi wa migogoro kwenye ngazi za kata zetu. Tusianzishe migogoro isiyo ya lazima. Tukasimamia yale mambo ambayo serikali inayataka. Usimamizi mzuri wa miradi, tukapambanie miradi yetu kupata miradi ya halmashauri, tupambane sana kwa nidhamu. Lakini tukawe wabunifu kuweza kugundua vyanzo vipya vya mapato kwenye kata zetu. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Lushoto, Dr. Ikupa Harrison Mwakioge, amesema mafunzo wanayopatiwa madiwani hao yatawajengea uwezo wa kusimamia na kufuatilia miradi ya maendeleo na kuibua miradi mipya iliyoainishwa ndani ya halmashauri hizo. Ni mchanganyiko 33 ni wale ambao wako kwenye kata na viti maalum wako 12, kwa jumla tunao 45. Kwa 45 na ukijumlisha na ile 24 tunao waheshimiwa madiwani kwa 69. Wale waheshimiwa madiwani 69 ni timu kubwa ambayo iko mahali hapa na ambao wanategemea kuweza kusimamia halmashauri ili kuweza kuleta matokeo mazuri na kurudisha tabasamu kwa wananchi. Kwa hiyo tumekuwa nao na tunashukuru kwa ajili ya wawezeshaji wetu ambao wanaendelea katika kuelezesha hayo ili utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya serikali na wananchi yaweze kufanyika kwa ufanisi zaidi. Kwa upande wao, wenye viti wa halmashauri za Lushoto na Bumbuli wameelezea umuhimu wa mafunzo hayo katika kuhakikisha malengo ya halmashauri hiyo yanatimia, ikiwemo kutoa huduma bora kwa wananchi. Kwa mafunzo haya yametujengea uwezo kiasi kwamba tunakwenda kuwa viongozi sahihi na viongozi bora katika kata zetu, lakini na pia kwenda kuisimamia halmashauri yetu ya wilaya ya Lushoto, na pia tunakwenda kuwa viongozi wa kwenda kukusanya mapato ipasavyo ili kuhakikisha tunavuka lengo ambalo tumepangiwa kama halmashauri ya wilaya ya Lushoto. Mafunzo haya ni muhimu sana kwa madiwani. Kama tunavyofahamu,
tunafahamu elimu ni sawasawa na tochi ambayo inamsaidia mtu kupata mwanga kule anakoelekea. Kwa hiyo tunajua kwamba hapa tunapata mwanga mkubwa wa kutuelekeza jinsi ya kwenda kuendesha halmashauri, kwenda kusimamia kata zetu, kusimamia wananchi katika kata zetu. Asante sana Nuhu Stima kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Tanga. Mtazamaji, tunarejea kanda ziwa na kutoka mkoani Mara. Wadau wa maendeleo katika halmashauri ya manispaa ya Musoma mkoani Mara wameishauri halmashauri hiyo kuunda kamati maalum kwa ajili ya uchunguzi wa kiasi cha tozo ya kodi kinachotozwa katika vibanda vya wafanyabiashara na vituo vya mabasi katika halmashauri hiyo ili kuongeza makusanyo ya kodi katika halmashauri hiyo. Taarifa kamili anasimulia Zuberi Mgaya. Ushauri huo wameutoa katika kikao cha ushauri kilichofanyika wilayani humo, wakisisitiza umuhimu wa mikataba na uwazi ili kukuza uchumi wa ndani ya halmashauri hiyo kutokana na mpangilio maalumu na makubaliano na wafanyabiashara. Nakuta watu walimiliki tayari walikuwa wameshachukua hati ile ya kumiliki kile vyumba. Sasa unakuta sasa hao wenye vyumba hao wanakodisha watu wengine. Hasa unakuta wale wanapata mapato mengi makubwa kuliko manispaa wanapoleta manispaa. Sasa hizi fedha ambazo wazazi wanazitoa, nilikuwa na shauri pia na zenyewe zionekane, si zinalipwa kwenye akaunti, na zenyewe pia zionekane hizi fedha kwamba wazazi wanalipa. Sasa shida iliyoko hapa kwetu, tunapeana vibanda au viwanja kama mtu anavyompa mtu mama yake au anampa mwanae kwamba kiwanja chao kile paenda ukajenge. Hakuna mikataba. Akisoma rasimu ya bajeti ya halmashauri hiyo, afisa uchumi wa manispaa Musoma Samuel Warioba ameelezea mikakati na bajeti iliyotengwa katika mwaka wa fedha ili kuboresha na kuimarisha miundombinu mbalimbali ya maendeleo. Tumeweka mikakati ambayo inasaidia changamoto, ambapo moja ni kutenga fedha kwa ajili ya kununua vitendea kazi katika idara na vitengo, lakini pili kuendelea kuwasiliana na mamlaka husika pale changamoto za mfumo zinapotokea. Tatu ni kuendelea kutenga bajeti kwa ajili ya kuboresha miundombinu mbalimbali. Nne ni kutenga fedha kwa ajili ya utengenezaji wa madawati ili kupunguza changamoto ya wanafunzi kukaa chini. Na tano ni kuendelea kutenga bajeti ya ajira mpya na kuboresha mazingira ya kufanyia kazi. Na bajeti kila mwaka ili uende kwenye hatua zingine za kwetu ndani ya manispaa na baadaye mkoani na baadaye taifani. Tunapaswa lazima kamati hii ikae na itoe mapendekezo yake. Akizungumza katika kikao hicho, mkuu wa wilaya Musoma Juma Chikoka amewataka watendaji wa halmashauri ya manispaa hiyo kuendelea kubuni vyanzo vipya vya mapato na kuongeza usimamizi wa vyanzo hivyo katika ukusanyaji wa mapato ili kukuza uchumi wa ndani ya halmashauri hiyo na taifa kwa ujumla. Nami ashauri katika hii, pamoja tutamalizia hii ajenda, isomeke si tu kuongeza usimamizi, someke kubuni pia vyanzo vipya vya mapato. Lazima tukae tubuni vyanzo vipya vya mapato. Pili, tuboreshe vilivyokuwepo. Tatu, tusimamie hivi vyanzo vilivyopo. Sasa tukikaa atubuni vyanzo vipya, manake bado pia hatujaishauri manispaa vizuri. Asante sana Zuberi Mgaya kwa masimulizi ya taarifa hiyo. Mtazamaji, inatupa fursa kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Mara, kunatupa fursa ya kutoka Tanzania bara na kuvuka maji hadi visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu kutoka kisiwani Unguja. Wajumbe wa kamati ya ustawi wa jamii ya Baraza la Wawakilishi Zanzibar wamejengewa uwezo juu ya mfumo wa afya moja kupitia mafunzo yanayolenga kuwajengea uelewa juu ya dhana ya afya moja inayosisitiza ushirikiano kati ya afya ya binadamu, wanyama na mazingira ili kukabiliana na magonjwa ya mlipuko na majanga ya kiafya. Taarifa kutoka kisiwani Unguja inasimuliwa na Hilal Sefuriami kutoka hapa studio. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mafunzo hayo, mwenyekiti wa kamati ya ustawi wa jamii ya Baraza la Wawakilishi Hussein Ibrahim Makungu amesema kupitia elimu hiyo itawezesha kuweka mikakati ya pamoja kukabiliana na majanga katika maeneo mbalimbali. Tumeona mfano wa wenzetu wa Nigeria wamechimba dhahabu, lakini
tumeona maafa waliyopata, watoto wao wapata kifafa, wengine walifariki kwa kuwa hawakuwa na taaluma. Na sisi pia tunachimba kokoto, lakini pia tuna uvuvi, tuna kilimo, tuna mifugo. Pia tunaweza kupata mambo kama haya, maradhi kama haya, lakini afya moja leo itatusaidia kwa kulinda poti zetu, bandarini na airport. Chote kinachoingia basi kiwe kinaangaliwa kwa sababu sisi Zanzibar kwa awamu hii tumepokea wageni wengi, hasa 25, 26 wageni karibu 900 na kutoka nchi dunia nzima. Na hii afya moja itatusaidia kuwalinda wageni wetu kutoka nje. Mafunzo ya afya moja kwa kamati ya ustawi wa jamii yanatarajiwa kuongeza ufanisi katika usimamizi wa masuala ya afya, kuimarisha maandalizi ya kukabiliana na majanga ya kiafya na kuchangia ustawi wa jamii kwa maendeleo endelevu ya taifa. Takwimu zinaonyesha kwamba takriban 60% ya magonjwa ambayo ya kuambukiza kwa binadamu yanatokana na asili yake ni yanatokana na wanyama. Nadhani mkurugenzi aligusia akatoa mfano, kuna COVID-19, kuna Ebola, kuna Marburg, nadhani mmeshasikia hayo, kuna mafua ya ndege. Kwa hiyo ni mfano mzuri wa kuonyesha kwa nini ni muhimu kutekeleza kutumia pamoja katika kudhibiti maradhi mbalimbali na changamoto za kiafya. Unapotumia njia hii ya afya moja, kwa maana integration ya shughuli mbalimbali, kwa hivyo unapunguza zile juhudi za ufuatiliaji, kwa sababu sekta ya afya inatakiwa ifanye ufuatiliaji kwa maana ya surveillance, na sekta ya mifugo inatakiwa ifanye suala la ufuatiliaji wa maradhi. Tunapounganisha nguvu zetu kwa pamoja kwa maana ya integration, kwa hiyo inaweza kupunguza sasa gharama kwenye suala la ufuatiliaji, na kwa hiyo tunaweza kufanya mambo makubwa kwa haraka sana. Kwa upande wao, baadhi ya wajumbe wa kamati wameomba elimu hiyo kutoishia kwa viongozi pekee, bali ishuke chini zaidi kwa wananchi wa kawaida. Ni vyema pia mkashuka chini, si sheke tu sisi viongozi moja kwa moja. Siwezi nikalisemea swala la ole wala upande wowote, lakini ni vyema semina kama hii inaihitaji katika jimbo langu la Kojani. Kwa kweli mtanisaidia sana. Naam, mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka kisiwani Unguja kama ambavyo imesimuliwa kutoka hapa studio na Hilal Sefuriami, ndio tamati ya kapu la habari kwa habari za kitaifa. Na kwa sekunde chache punde nitarejea tena hapa na kuweza kumwalika Nuhu Stima ambaye atakuja na yale aliyotuandalia kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nami ndani ya kapu la habari, na shukrani sana kwa kuendelea kuichagua Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Na sasa ni wakati wake Nuhu Stima kwa upande wa habari za kimataifa. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Katika kujibu kuongezeka kwa ushawishi na uingiliaji wa utawala wa kizayuni wa Israel katika pembe ya Afrika, Misri imeimarisha uwepo wake wa kijeshi nchini Somalia. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika moja la habari, Misri ikiwa inajibu kuongezeka kwa ushawishi wa Israel katika eneo hilo, inaongeza uwepo wake wa kijeshi na kiusalama nchini Somalia katika pembe ya Afrika. Baada ya hatua ya utawala wa kizayuni kulitambua eneo lililojitenga la Somalia lijulikana kama Somaliland, hatua ambayo duru za kiusalama za Misri zinaiona kama tishio la moja kwa moja kwa uthabiti wa eneo na maslahi yake ya kimkakati, Kairo imeimarisha shughuli za ushiriki wake ndani ya Somalia.
Kwa miongo kadhaa Misri imeitazama pembe ya Afrika kama sehemu ya kina chake cha kimkakati, usalama wa bahari Nyekundu, uthabiti wa njia za biashara na ulinzi wa mfereji wa Suez ni masuala ya umuhimu wa juu kwa Cairo, na uwepo wa nguvu pinzani katika eneo hilo, hasa katika pwani za Somalia, Djibouti na Eritrea, unaweza kuhatarisha usalama wa njia za baharini za Misri. Utawala wa Kizayuni katika miaka ya karibuni umejitahidi kupanua uhusiano wake na nchi za Afrika ili kuongeza ushawishi wake katika eneo hilo na kulitanua kama chombo cha shinikizo dhidi ya Misri, Sudan na Yemen. Kwingineko, duru za habari zimeripoti kuwa Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS imetangaza kuondoa vikwazo vyote vilivyobaki ilivyoiwekea Guinea kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2021. Uamuzi wa mamlaka ya wakuu wa nchi na serikali wa jumuiya hiyo ulikuja baada ya mkutano wa kilele uliofanyika katika mji mkuu wa Sierra Leone, Freetown, Januari 28, 2026. Jumuiya hiyo imebainisha kuwa uchaguzi wa rais uliofanyika Disemba 2025 nchini humo na kukabidhi madaraka kwa serikali iliyochaguliwa ya Rais Mamadou Doumbia kisheria kumeandaa mazingira mazuri ya kurejeshwa kwa utawala wa kidemokrasia na heshima kwa utawala wa sheria nchini Guinea. Taarifa hiyo imesema vikwazo vyote vilivyotangazwa dhidi ya Jamhuri ya Guinea katika muktadha wa kuwezesha kurejeshwa kwa utaratibu wa kikatiba vimeondolewa, ambavyo ilisainiwa na Julius Maada Bio, mwenyekiti wa jumuiya hiyo ambaye ni rais wa Sierra Leone. Ikumbukwe kuwa mwaka 2021 ECOWAS ilisimamishia Guinea wanachama na kuiwekea vikwazo kufuatia mapinduzi ya kijeshi. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa. Ndege ya abiria imeanguka kaskazini mwa Colombia na kuwaua watu 15 waliokuwa ndani yake, na kuthibitishwa na shirika la ndege la serikali la nchi hiyo Satena katika taarifa yake kuwa ndege yake aina ya Beechcraft 1900 ilipata ajali mbaya, lakini halikutoa maelezo zaidi. Mabaki ya ndege hiyo yamepatikana katika eneo la milima, huko orodha rasmi ya abiria ilijumuisha mbunge mmoja ambaye ni mgombea katika uchaguzi ujao wa bunge. Awali Satena ilisema mawasiliano na ndege hiyo yalikata dakika 11 kabla ya muda uliopangwa wa kutua katika mji wa Ocaña karibu na mpaka wa Venezuela Januari 28, 2026. Kwa mujibu wa shirika la ndege la safari ya NSE 1849 iliondoka katika mji wa Kukuta, takriban kilomita 100 sawa na maili 62 kaskazini mashariki mwa Ocaña, ikiwa imebeba abiria 13 na wahudumu wawili wa ndege. Operesheni ya utafutaji wa miili imeanzishwa katika eneo la milima na namba ya simu ya dharura imewekwa kwa ajili ya ndugu waliokuwemo ndani ya ndege. Nuhu Stima, Mahasin TV. Asante sana Nuhu Stima kwa wale ambao umetuandalia na kutusimulia kwa upande wa habari za kimataifa. Mtazamaji, kabla sijaweza kuweka utuo na kuhitimisha kapu la habari kwa siku ya leo, tuangazie muhtasari miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo leo hii. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan azindua rasmi mpango mkakati wa KKK. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba awataka wafanyabiashara kutowaumiza wananchi katika kipindi cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Katika habari za kimataifa, ajali ya ndege nchini Colombia yasababisha vifo vya watu 15. Naam, mtazamaji wa Mahasin TV, kwa nukta hiyo ndio tamati ya kapu la habari kwa siku ya leo. Ulikuwa nami Rajab Shaban Matuge niliyesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje mipaka ya Tanzania tulikuwa naye Nuhu Stima. Nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyofuata kutoka hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu na kuacha na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kama ambavyo unaletwa kwenu na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni na kwaheri kwa sasa. Habari ya wakati huu mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omari kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Mifumo ya anga inaonyesha viashiria vya mvua katika maeneo machache hapa nchini, hususan yale ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi kuelekea kusini mwa nchi yetu pamoja na pwani ya kusini. Na kwa siku ya leo, maeneo machache ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa jumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo machache ya nyanda ya juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma,
Lindi pamoja na Mtwara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Kwa maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, magharibi mwa nchi yetu, kati mwa nchi pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya Ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na sasa tupate utabiri wa siku nne zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.